Afya Updates. Yes. Mambo vipi mwanangu? Afya Updates. Mimi ni Dr. Chilo na hii ni Afya Update. Tunajua unajua, lakini sisi tunakuja kukujazia tunyama namna gani ya kuweza kuwa na afya njema. Leo niko na mtaalamu wa afya Mr. Kevin ambaye atatupitisha njia za uzazi wa mpango za kisasa na zile za asili. Yeye atatujua sasa faida zipi za uzazi wa mpango wa asili na hizi za kisasa. Karibu Mr. Kevin. Asante. Naitwa Kelvin, mimi clinician. Napatikana New Soul Pharmacy, niko Kisonga, Dar es Salaam. Niko hapa kwa ajili ya kuelezea njia za uzazi wa mpango ambazo zipo za aina mbili. Kuna njia za asili na njia za kisasa. Nitaelezea kwanza kwa njia za asili. Njia za asili tunazo njia tofauti. Ya kwanza tunayo njia tunaitwa Coabustain. Coabustain hii njia ni ngumu lakini ipo kama asili. Unamshauri mtu asishiriki tendo la ndoa. Yaani hiyo njia inawezekana lakini kwa uhalisia ni ngumu. Japokuwa ni moja ya njia uzazi wa mpango ambayo ni ya asili. Labda mtu awe ana conditions ambazo tuweze kumshauri asifanye hicho kitu japokuwa ni nadra. Njia nyingine ni kunyonyesha. Mama aliyetoka leba chini ya miezi 6 tunashauri anyonyeshe mtoto bila kumpa kitu chochote isipokuwa matibabu pale inapohitajika. Hormones ambazo zinamwandaga mama ananyonyesha au mama ambaye hajajifungua ashike mimba ama aingie period apate ile mzunguko wake wao wa kila siku wanawake huwa zinaenda kutumika kutengeneza maziwa. Ndio maana mama anakuwa hawezi kuingia period kipindi ananyonyesha. Hormones zote zile zinakuwa zinafanya kazi ya kurutubisha maziwa, mtoto anaendelea kunyonya. Ndio maana tunashauri ndani ya miezi 6 mtoto anyonye maziwa mama peke yake ni mara 8 kuendelea. Yaani ndani ya masaa 24 anyonye mara 8 mtoto kuendelea. Akifanya hivyo ni ngumu sana mama kuingia kuona siku zake. Kwa hiyo ni moja njia uzazi wa mpango. Njia nyingine anaweza akatumia mtaalamu. Shikilia mtazamaji wangu, kama mama amejifungua na aoni siku zake kwa miezi 6 ni swala la kawaida. Ni swala la kawaida kabisa. Na ni njia uzazi wa mpango. Na njia uzazi wa mpango. Na mwingine anaweza akaenda zaidi mpaka miezi 9 hadi mwaka. Aone siku zake kutokana na jinsi mtoto alivyokuwa anamnyonyesha. Anashiba. Njia nyingine ni tunaitaka kalenda. Kalenda kuna njia jinsi ya kuihesabu. Tunafundisha kama wa mama. Mfano mama anaingia kwenye siku zake tarehe 1. Tunamhesabia tarehe 1 wale wanaenda mizunguko wa siku 5. Tarehe 1 mpaka siku ya 5. Hapa tunasemaga ni tunatumia njia kama uchafu, yani ndio inakuwa hiyo discharge inakuwa inatoka. Ile siku ya 5 mpaka ya 10 mama akikutana na mwenza wake apate mimba. Ila baada ya siku ya 11, ya 12, ya 13, 14, 15, 16, 17 mpaka 18 akishiriki tendo na mtu ni anakuwa kwenye chance kubwa ya kushika mimba. Baada ya hizo siku zinazofuata mpaka anarudi kwenye mzunguko wake ni anakuwa kwenye sehemu salama. Kushika mimba inakuwa ni ngumu. Njia hizo ni njia za asili. Kuna njia za kisasa. Mtaalamu, shikilia kabla hatujaenda kwenye kisasa. Hapa mtaalamu amezungumzia kalenda. Huwa kila siku mimi Dr. Chilo nafundisha mizunguko ya hedhi na namna ya kuitumia kujiepusha na kuto au kuhitaji kupata mtoto. Mtaalamu, nakushukuru sana. Na kuna njia nyingine wanasema kwamba mwanaume akitaka kuwa anakaribia, hiyo inakuwaje? Hapo ana disconnect. Hiyo japokuwa ni ngumu. Lakini tunasema ana withdraw. Mfano kipindi cha sexual intercourse, muda anafanya mwanamke na mwanaume. Wanaenda mle mwanaume anavyokaribia kuejaculate, anaweza remove the penis kutoka kwenye vagina. Japokuwa hiyo inawezekana, ila kwa wanaume wengi na kuwa ngumu. Ni ngumu sana kumshauri mtu aitumie. Ni nadra sana watu wengine kuitumia, lakini japo mtu kimshauri inawezekana, ila sio ya kumconvince mtu aitumie mara kwa mara, kwa sababu wengi wao wanakuwa wanashindwa. End of the day mama anakuja kupata mimba ambayo haikuwa planned. Kwa hiyo ni njia sawa, lakini ni ngumu
kama ni kijana ujipange kutumia njia hii, kwamba pale unapokaribia kumaliza una disconnect. Mtaalamu karibu. Njia nyingine ambazo zipo ni njia za kisasa. Zipo njia tofauti tofauti. Njia za kisasa, nitaanza na njia ya inaitwa condom. Condom tunawashauri sana, na mara nyingi ukienda maduka madawa ama hospitali ya sasa nyingi za serikali unazikuta zinatolewa bure, ila kama maduka madawa zinauzwa. Ni moja ya njia uzazi wa mpango ambayo mwanaume na mwanamke wanaweza akaitumia. Zipo aina mbili za condom, za kiume na za kike, japokuwa za kike sio hazipatikani sana, ni nadra sana kuzipata kwa mazingira yetu ya kawaida ila zipo. Kwa hiyo mwanaume anatumia condom, anaitumia before hawajaanza tendo ndoa, ni anaivaa akihakikisha uume pale ukishasimama anakuja kuvaa ile condom, and then baada ya kumaliza ile tendo anaitoa uume ukiwa bado umesimama, then anaenda kudispose ya sehemu ambayo ni safe na sawa, ambako ni ngumu sana watoto kuja kufika na kuanza kutumia kuchezea. Njia nyingine kuna sindano inaitwa Depo-Provera. Depo tunawachoma mama begani, kuna mkono wa kushoto, kuna maso hapa inaitwa deltoid muscle, ndio tunapochoma. Inachomwa, inatumika ndani ya miezi 3. Mfano kachoma leo, baada ya miezi 3 inakuwa imeisha muda wake. Siku inayofuata inakuwa iko safe tena, inabidi achome nyingine, kama hiyo njia inakuwa imebaba. Njia nyingine ni ya kijiti au inaitwa implants. Tunamwekea mama kwenye mkono wake. Tunapenda sana mkono wa kushoto kwa sababu wengi inakuwa hawaitumii sana mkono wa kushoto kufanyia kazi. Hiyo njia inamkinga. Zipo za aina tofauti. Kuna vijiti vya miaka 3, kuna vijiti vya miaka 5. Vya miaka 3 kinakuwa kimoja, kinamkinga mama kuanzia siku ya akiweka ndani ya hiyo siku mpaka miaka 3. Then after hapo inabidi akitoe kwa sababu kinakuwa kimeisha muda, kinakuwa kimkingi tena. Cha miaka 5 atatumia kuanzia mwaka aliowekea mpaka miaka 5 ikifika. Then baada ya muda huo inabidi akitoe, atumie njia nyingine. Kama atakuwa amejiandaa kubeba mimba, watapanga kulingana na mipango ya familia walivyoiarrange. Njia nyingine ni ya kitanzi. Si applicable sana huko mtaani sababu inahitaji mtu awe msafi, afu na procedure inapofanyika mazingira yawe sterile. Ila hiyo njia yenyewe ipo, anaingizwa kitanzi mwanamke ukeni, njia ya uke, then ndio inakuwa inamprotect, anakuwa ana chance tena ya kushika mimba mpaka pale itakapotolewa. Njia nyingine ya kisasa ya uzazi wa mpango ni kuhusu vidonge. Vidonge viko 28 kwenye strip yake. Ni mwanamke anameza kidonge kimoja kila siku muda ule ule. Kama ni saa moja, anakuwa anameza saa moja ile kama ya jioni. Daily. Kila siku anameza saa moja. Hiyo kwa sababu inafanya kazi kwa kutegemeana. Ukiangalia kwa nyuma vina numbers imeandikwa 1, 2, 3 mpaka 28, na tunawashauri waangalie namba za nyuma kwa sababu akimeza kwa kufuatisha ya mbele, hatua ya mbele huku ni ngumu sana kwa sababu inaenda kama anti-clockwise hivi. Kwa hiyo ni vizuri sana akafuatisha namba zilizoandikwa nyuma. Anameza kidonge kimoja kila siku muda ule ule wa siku 28. Inamkinga mama kuja kupata mimba ambayo sio tarajiwa, ambazo sio plan, sio tarajiwa Afya. Sawa, mtaalamu, umepitisha vizuri sana. Lakini kuna kitu kimoja mtaalamu, naomba nikuulize. Kuna watu wanaita P2. Kuna vitu vinaitwa P2 au kuna vidonge vinaitwa P2, ni maarufu sana. Je, hivi vinashauriwa kuwa ni sehemu ya njia ya uzazi wa mpango au la? Nataka upitishe hapo, na ni kwa nini havifai, kama ni vinafaa au havifai kuwa kwenye hizo njia. Vile vidonge maarufu kama P2, ila sisi tunaziita emergency contraceptive pills. Ni vidonge vinaweza vikamsaidia mama pale ambapo anashauriwa na mhudumu wa afya. Vinaweza vikamkinga mama ambaye anafanya unsafe protective sexual intercourse kipindi ambacho ni hatarishi kwake. Mfano zile siku ambazo ni hatari kwake kushika mimba, anakuja kufanya tendo la ndoa ambayo sio safe, sio salama. Mwisho wa siku anakuwa kwenye chance kubwa ya kushika mimba ambayo sio tarajiwa kwake.
anaweza akazitumia zile ndani ya masaa 72 toka amekutana na yule mwenza wake, hapo inamkinga, lakini sio ya kuiendekeza kuimeza mara kwa mara, kwa sababu kwenye zile njia za mpango ambazo ni za muda mrefu yenyewe haipo. Ndio maana inaitwa emergency, inatumika kwa dharura sana, ila ni chini ya ushauri wa mhudumu wa afya, anaweza akatumia hizo vitu zinaitwa. Okay, sawa. Wanasema mtaani, kwa sababu sisi tunazunguka mitaani, tunazunguka na jamii, tunazungumza na vijana wanasema hizi P2 watu wanameza kama Big G. Unawashauri nini au mabinti ambao akijisikia tu anaweza akaenda kuuza mechi alafu anasema kwamba nitaenda kumeza P2 fresh na niko safe? Je, unawashauri nini wanaomeza hizo P2 kama Big G? Hizo P2 kwanza sio nzuri sana kwa kuzimeza mara kwa mara kama vidonge vingine vinavyotumia za mpango, kwa sababu kuna kitu inaitwa hormones kwenye mwili wa mwanadamu. Hizi vidonge P2, hizo depo, hizo ni hormones lakini artificial, zile za kutengenezwa. Ila sasa zile zinakuwa hazijatengenezwa kwa ajili ya mtu kutumia mara kwa mara. End of the day zinaweza kumpelekea mtu mzunguko wake ukabadilika, kwa sababu zinakuja kuinterfere na hormones ambazo mtu yuko nazo za kuzaliwa nazo. Kwa hiyo hatushauri sana mtu azitumie mara kwa mara. Ndio maana zinaitwa emergency, na tunazitumia kwa issue ambayo ni special sana, ndio inaweza kumshauri mtu aitumie. Aidha mtu mfano mtoto bado mdogo sana ananyonyesha, mama ananyonyesha mtoto mfano miezi 4, amekutana na mwenzie, anahofia anaweza kashika mimba, au mtu ana mshono atoka leba mshono na mwaka mmoja, alafu amekuja kukutana na mwenzie, unaweza kumshauri kwa njia hii atumie vitu vile kuja kwa sababu bado mwili wake unakuwa haujawa stable, inakuwa ngumu sana kuweza kuhimili mtoto aje akue na nini. Kwa sababu tunawashauri sana wakae kama miaka 3 ndio aje kushika mimba mtu ambaye ana mshono wa operation ya uzazi. Kwa hiyo inakuwa kama hivyo. Okay, sawa. Je, hizi P2 au emergency contraceptive pills, hizi dawa zina kinga na virusi vya ukimwi? Hapana. Kwa mtu kama mtu amefanya unsafe protective sexual intercourse na mtu ambaye ni mwathirika, hizo huwezi kuzimeza kwa ajili ya kukinga kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kuna dawa zinaitwa PEP. Okay. PEP tunatumia kwa, mimi ni mfano mzuri mmoja hapo. Naweza nikapa mfano kama 2019 hivi nilikuwa kitu kimoja cha serikali kinaitwa Mbande. Sasa hivi ni Fenta. Kipindi kile ilikuwa dispensary. Nilikuwa na mstitch mtu amshona nikajichoma. Nilipojipriki yule mtu alikuwa shaondoka sasa. Angekuwa mimi ningempima ni confirm kwamba ni HIV positive au negative. Kwa hiyo nilichokifanya ikabidi kwanza mimi ni test, kwa sababu inapaswa ndani masaa 72. Una test, tukikuta hauna HIV ndio utameza zile PEP, zinakukinga kwa 99.9 usipate virusi. Kwa hiyo inabidi baada ya kupima, nilikuwa ndani masaa 72, nikapima nikakuta sina, ikabidi nimeze zile PEP kwa siku 28. Kila siku nilikuwa nameza kidogo kimoja. Kwa hiyo mimi ni mfano mmoja hapo mzuri tu kwa watu ambao washawahi kutumia zile vidonge. Zile PEP ni kama vidonge vya ARV vile. Kwa wahudumu wa afya, hizo dharura hizo kama siku za kujichoma, unamsaidia mtu, mwisho wa siku inabidi ufanye njia kama hiyo ili kujikinga na maisha mengine naendelea. Okay, sawa. Je, unazungumziaje ambao wale washameza hizo P2 na wanaweza kuwa wanaambiwa kwamba kuna hormone imbalance kutokana kwamba ashamezaga kwamba hizo P2 zikaharibu mfumo wake wa hormone, unashauri kitu gani? Yes. Kama mwanzo nilivyosema kwamba hizo P2 mwanamke akizitumia zinaweza kaingilia mzunguko wake wa kawaida. Aidha akawa anaona damu mara kwa mara, au mwingine haoni kabisa, au tarehe haiwe static, yani sio kama ile ya mwanzo. Inabidi aende akaone mhudumu wa afya ndio atamshauri. Kutokana na hali atakuwa nayo, atajielezea hapo, atashauriwa na kupewa matibabu, nini dawa hii atumie na kwa muda gani. Baada ya hapo atapewa na elimu ya kuhusu uzazi na mpangilio wa njia za uzazi wa mpango, na bila shaka atakuwa amepata kitu. Mwisho wa siku hizo P2 zitakuwa sasa sio za kutumia mara kwa mara kwake, na atachagua njia moja hapo ambayo itakuwa mshauriwa na mhudumu na yeye amekubaliana ili aweze kutumia kama njia ya uzazi wa mpango kwake. Sawa. Mpenzi mtazamaji wangu,
Hii ni afya update. Tuko na Mr. Kevin, mtaalamu wa afya huyu, ambaye ametupitisha kwenye uzazi wa mpango. Ametuambia kwanza hizi P2 si za kumeza mara kwa mara, usizichukulie poa, zinaweza kuja kuleta effect kwenye ndoa baadaye. Ukiwa kama binti umezitumia, mwisho wa siku unaingia kwenye ndoa tayari una changamoto hiyo, inaweza kawa inakusumbua. Mtaalamu, kama kuna lolote la kujazia kuhusiana na elimu hii tulioanza nayo, naomba karibu tuweze kufunga, tuambie kuhusiana na afya nzima jamii yetu ya huku mtaani kabisa. Usizungumze masuala ya medical malugha mazito, zungumza na Waswahili wetu wa kabila wa makabila ya kijijini kabisa. Pamoja na elimu ambayo tumezungumzia leo ya kuhusu uzazi wa mpango na mambo ya uzazi kwa familia ambazo tunaishi kwa sasa, tuna tendency kwenye jamii yetu, tuna tabia watu tunanunua dawa bila kupata ushauri wa wahudumu wa afya. Na zile dawa tukizipata ama tukizinunua, mtu anameza lakini amezi kama inavyotakiwa. Mfano, mtu anaweza kaja sasa hajaamua mwenyewe, amekuja amepimwa, amekutwa mfano kaenda maabara ama hospitali kapimwa, kakuta mfano na maybe urinary UTI. Baada ya hapo anapewa dawa, mfano anaweza akapewa siku, anaweza kidonge moja asubuhi, moja jioni kwa siku 7. Huyu akimeza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu anaona aweni, kitu wa kiume mwili hauchoki, hoja ya ume tena anaacha. Mwisho wa siku wale wadudu wanakuwa hawajaisha. Kama hawajaisha, akija kumeza tena wanatengeneza drug resistance, wana uwezo wanatengeneza njia ya kupambana na ile dawa ambayo alimeza mwanzo, kama atakuja kurudia dawa ile. Kwa hiyo inakuja kutulazimu sisi wahudumu, inabidi utumie dawa ambayo ina nguvu kuliko ya mwanzo. Kwa hiyo jamii tunashauri watumie dawa kadiri wanavyoelekezwa na wasipende kununua dawa ovyo ovyo. Hizi antibiotics kuzinunua mara kwa mara zinasababisha shida ukizitumia ovyo. Kwa maana inabidi mtu atumie dawa kulingana na maelekezo ya mhudumu wa afya, na wajitahidi ama tujitahidi kumaliza dozi hadi tutavyoelekeza. Sasa natumaini kuna kitu umejifunza kutoka kwa mtaalamu wetu Kevin, na mimi ni Dr. Chilo, na hii ni Afya Update. Bye bye. Tukutane tena kwenye kijiwe kingine ambacho kitakuja kuzungumzia pointi ambazo zitakuja kusaidia kama mwanafamilia wa Afya Update. Bye bye. Thank you. Karibu tena. Asante sana. Wakivua kijiti. Afya Update.